nataka nizungumzie kuhusiana na kero kubwa, msikilizaji, kwenye kuvumbulana. Kero kubwa kwenye kuvumbulana zinazoharibu ndoa nyingi, wanandoa ambao hawajui. Nataka nizungumzie kuhusiana na kero kubwa wakati wa kuvumbulana, ambazo kwa njia moja ama nyingine zinasababisha ndoa kuvunjika. Natumai utasikiliza kwa makini na uyatendee kazi, kwa sababu siku zote anayekwambia huwa anakupenda, na mimi nakupenda. Sawa? Mimi msikilizaji, nataka niokoe ndoa yako, nataka niokoe mahusiano ambayo ni ya kudumu, kwa sababu tukatae tukubali, kunao wanaoishi kwenye mahusiano, wamezaa na wanaishi kama vile wapo kwenye ndoa. Kama we stay mahusiano ya kudumu, sitowatoa kwenye ramani na wala sitowatoa kwenye gumzo, kwa sababu inamuhusu. Kwa hivyo kwa pamoja tuzungumze, kwa sababu mimi, wewe, sote kwa pamoja tumeshuhudia ndoa nyingi sana zikiingia kwenye migogoro. Ndoa zimeingia kwenye usaliti na hata kupelekea wanandoa, baadhi ya wanandoa kudharauliana. Yote kwa sababu ya ubovu na karaha wanazokutana nazo wakati wa kuvumbulana. Sasa mimi leo nataka niokoe ndoa yako mpenzi, nataka niokoe mahusiano yako kwa kuhakikisha kwamba ni kukumbushana tu mambo fulani fulani muhimu yatakayojenga ndoa yako kupitia kuvumbulana, lakini pia kwa kuepuka kero zifuatazo. Kwanza kabisa, uchafu. Jamani, uchafu. Wanaume wengi wamejivika, wamejitweka ashakumsi matusi ujinga kwamba ati kwa swala la usafi ni la mwanamke peke yake. Yaani sasa hivi unapoingia kwenye nyumba, swala zima la usafi, mwanamume ukimuuliza na kwambia hilo jukumu la mwanamke, wewe mwenyewe unahitajika kuwa msafi. Leo hii umeingia chumbani na mpenzi wako, umeingia chumbani na mke wako, unataka mke wako akupige mnyonyo kuanzia utosini mpaka kidole chako cha mwisho. Nyele zinatoa ukoko, makwapa yana sijui tanta yahitaji, magologolo kibeo. Ukifika kwa baba chanja ndio kabisa, yani mpaka unafanya kumtafute yule baba chanja yupo, kwa sababu sivyo ulivyojaa msitu. Alafu unasema swala la usafi mwanamke peke yake. Wewe unataka kupigwa mnyonyo uume wako, mwanamke akiukwangura hivi anatoa unga kiasi kwamba hata mnaweza kusongea nao sima, mukala na mkashiba. Bado tu unasema swala la usafi ni mwanamke peke yake. Kama vile ambavyo wewe unataka mwanamke awe msafi, unataka kumpiga kipochi manyoya usikie harufu maumbile bila kusikia harufu kilema, basi hata wewe Sheikh unahitajika kuwa msafi. It is a two-way traffic. Manake wewe kama mwanamume umchafu, mwanamke anakirihika, na wewe kama mwanamke ni mchafu, mume wako atakirihika. Kwa hivyo jamani, swala la usafi ni la wote wawili, sio kunyosheana vidole kwamba hapana, hapa mwanamke ndio unafaa kuwa msafi. Hapana, mwanamke anajisafisha vizuri kwa sababu anajiandaa kwa ajili yako wewe. Na wewe mwanamume unajua leo basi una mechi. Ndiyo nilisema kwamba mwanamume apelekwe saluni
saluni iko pale pale nyumbani, hutaki kunyolewa. Msitu huo sijui ni wa Mau Forest, sijui ni wa Boni, unaufuga tu. Mke wako akikwambia njoo nikusinge mume wangu, unasingwa pale, unakwangurwa hiyo misitu. Akikwambia geuka, unamtolea jicho, utasema ni mjusi kabana na mlango. Na mwangalia, mbona kama unataka kunigeuza Hanisi? Tulia, ufanyiwe usafi. Manake mimi hivi vifaa ndo ninavyovitumia eti, na bila kuvifanyia usafi mimi ndo nitapata shida. Sijui kama tuelewana. Mimi ndo nitapata shida. Kwa hivyo kivyo vyote usafi ni kote kuili. Hutaki kunyolewa na mke wako, basi take your time mwanamume, ingia chooni, jisafishe. Yani hata yule mke akisema na kupiga mnyonyo anaridhika, sio anakirihika, anakupiga mnyonyo amekunja sura hiyo, hapana. Na mwanamke, usisikie nikikwambia kwamba mwanamume anapenda kupigwa mnyonyo na mwanamume wako anatoa grisi kwenye uume wake, lakini bado unashikililia tu unataka kupiga mnyonyo. Akifika, piga mnyonyo sehemu ambayo unajua hii ni sehemu safi. Kama vile ambavyo yeye anataka kipochi manyoya kilicho kisafi, kilichofukizwa, kinanukia utamu, anataka mpaka kukitafuna. Basi jamani, nyege nkunyegezana na imani nkutiana. Unavyotaka ndivyo na yeye anavyotaka. Kwa hivyo swala la uchafu ni kipengee muhimu sana. Na hili swala la uchafu ndio linafanya wanaume wengi watoke kwenye ndoa zao, ndio linalofanya wanawake wengi kutoka kwenda kwa wanaume wengine ambao wanajua kujiweka nadhifu. Jamani, aliye msafi yuko karibu na Mungu muda wowote, wakati wowote. Kwa hivyo chonde zingatieni nyote wawili swala zima la usafi. Kitu chengine ambacho ni kero kubwa msikilizaji, ambalo ndio linapelekea mpaka ndoa kuvunjika, ni kutoandaliwa kimwili. Sitochoka kukwambia, sitochoka kusema, kutoandaliwa kunahitaji muda mwafaka. Kwa sababu mwanamke, unajua mwanamke sio kama wewe mwanamume. Mwanamke anahitaji dakika za chini kabisa 15 mpaka 20 kwenye kumchezea tu, mpaka unamhakikishia kwamba hapa huyu kweli yupo tayari. Unamchezea, unamtayarisha, unamuandaa kabla hujaingiza uume wako kwenye kipochi manyoya. Siri ambayo ilikuwa hujui wewe mwanamume, huyu mwanamke ukimuandaa vizuri, trust me, anafika kileleni zaidi ya mara 3. Ni siri na kupatia, labda ulikuwa hujui. Lakini ukijua kumuandaa mwanamke wako ama mke wako vizuri, kwamba umemtomasa panapotomasika, umempiga mnyonyo panapotakikana kupigwa mnyonyo, yani dakika 15 usiwe na haraka. Yani wewe usiwe na haraka. Haraka ya nini jamani? Chakula umepakuliwa, unakula peke yako, kisha kumbe ni ruhusa umepatiwa, huibi. Umeambiwa mume wangu chakula hichi hapa kula. Sasa ni wewe uangalie, utakula kwa kusimama, utakula kwa kuinama, utakula kwa kuchuchumaa, utakula kwa kupiga magoti, utakula kwa kulala. Chaguo lako mwenyewe. Pupa ya nini mpaka hata uwe na mtapia mlo? Why? Kwa hivyo take your time mwanamume, muandai mwanamke wako. Na kwa sababu nini? Raha ya mwanamke iko kwenye kipochi manyoya juu na wala sio ndani. Ile penetration ni kwamba ni wewe uingie tu ukojoe utoe wazungu. Lakini wala mwanamke hapati raha unapomuingilia. Hapana. Raha ya mwanamke ni unapocheza naye kwenye kipochi manyoya pale juu.
Na kumbe nimekupatia tips tofauti. Unaweza kutumia pipi katika kumpiga mnyonyo kipochi manyoya ya mke wako. Sasa tatizo liko wapi? Na mwanamume naye pia anafaa kuandaliwa. Mwanamume anafaa kuandaliwa psychologically. Yaani amekuja nyumbani mwanamke, umejiandaa, umevaa zile nguo za please call me. Yaani akiona paja linamuita, akiona maungo linamuita. Alafu kwenye kuzungumza kwako unajilegeza, yani paka uwezi. Jicho si kwamba unamtolea kama mjusi aliyebona na hapana. Unalilegeza hilo jicho kama unataka kulala, kama utaki. Sijui kama unanielewa. Unamwambia maneno ya kutomasa. Mtege. Na sasa akishakuwa tayari umwambie sasa tulia. Umpige na wewe mwanamume wakati wa kupigwa mnyonyo tulia. Usiwe na haraka ya kumgeuza huyo mwanamke na kumlalisha style ambayo tayari unataka kuingia, hapana. Tulia, upigwe mnyonyo kwenye mishipa ya ngwidi, tulia unyonyo korodani. Jamani. Kuna kile kijishipa wewe ushawahi kupigwa mnyonyo kwenye inaitwaje ile korodani ile? Kuna mstari mgumu hivi, unafaa kupigwa mnyonyo huu na utulie. So unamwangalia kama unataka kumuoa, hapana. Wewe sehemu yako ni moja ya kuchezea, lakini sasa kuna kule kutafuta hii frequency mpaka upate 98.9 ndio utulie. Basi na wewe tulia. Ruhusu mwanamke wako akupige mnyonyo kwenye tuzi. Si kwamba anakufanya hanisi. Hiyo sehemu haichezee kidogo ndio anakutayarisha eti. Manake hauna sehemu nyingine wewe ya kutayarishwa, ni moja tu. Lakini mruhusu mke wako akutie ulimi wa masikio. Mara kidogo amekuuma kalio. Yaani na wewe mwanamke nikikwambia umngate, sio kwamba unamuuma. Mtoto wa mama mkwe huyo utamtia tetanus. Ile jamani, kuandaana ni vizuri sana. Do you know 75% of married women hawajawahi kabisa kufika kileleni, wala ile njia ya kufika kileleni hawaijui. Lakini kila siku mume wake anajiona dume la mbegu, anajiona dume kwamba kamfikisha kileleni, anafoji. Kwa sababu wewe hujui kumuandaa huyo mwanamke. Kila siku mwanamke huyo ni wakupatwa na maumivu tu. Wewe unadhani mtu kama huyo ikifika usiku atakuwa na hamu? Kidonda cha jana hakijapoa, leo unataka kumuingilia tena. Hawezi kabisa kufanya nini? Kufurahia tendo. Na miaka yake yote umemuoa. Kama itakuwa humuandai shekhe, itakuwa ufanye jambo lolote lile ambalo unadhani unalifanya na la kumfurahisha. Kwa sababu gani? Anaumia kila wakati akifanya tendo la ndoa na wewe. Sasa itabidi afoji, atoe miguno hayo, na akitoa miguno tu hiyo wewe unahisi kwamba hapa mimi nimefanya kazi. Unahitajika umjue mwanamke wako na mke wako wakati wa kuguna. Kile kilio anachokitoa ni lazima ukizingatie, kwa sababu kuna kilio chingine ambacho akikitoa jua hapa anaumia. Kukiwa na ai nyingi bila kule kula, kama unakula embe alafu umetia masala, siku na kule kuashwa kwa huo ni utamu. Kwamba kuna ai alafu anachanganya na anasikia utamu fulani. Lakini ai zikiwa consistent sana anaumia. Jaribu hata kusoma ile ambience pale. Sijui kama tunaelewana. Yes.
Kwa hivyo jamani, swala zima la kumuandaa mwanamke wako, swala zima la kumuandaa mwanamume wako ni muhimu sana sana, tena sana. Otherwise utamsababishia huyo mwanamke wako, kwanza asiwe na hamu ya kuvumbulwa, pili achukiwe kuvumbula kabisa. Yani akitajia kuvumbulwa tu, badala ya kusikia raha awe na hamu, ndio mwanzo anapata ile taswira ya kwamba kuvumbulwa ni uchungu, kuvumbulwa ni maumivu, vibaya sana. Na mwanamke akiwa na taswira ya kuvumbulwa kama hiyo, basi umemkosa huyo mwanamke. Sawa? Kwa hivyo chonde jamani. Nimezungumza mengi na nadhani utayatendea kazi.